Mkuu wa wilaya pamoja na meneja wetu wa TANROADS ameeleza juu ya umuhimu wa kivuko au daraja, na mwaka 2023-24 watu walipoteza maisha mahala hapa, na waliokufa ni wananchi, na jukumu la serikali ni kuendelea kulinda maisha ya wananchi wake. Na hii ndio tafasiri ya uongozi unaojali ya kwamba changamoto inapotokea serikali inalazimika kutafuta jawabu la kudumu. Na jawabu hilo halijatafutwa tu hapa kwa sababu kuna watu walikufa, lakini limetafutwa na maeneo mengine makubwa mawili, ama mwisho wa yote yanatengeza mradi wa thamani ya bilioni 11. Kutoka kwenye makaravati kuja kwenye madaraja ni kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma na ubora wa huduma na usalama wa raia na mali zao juu ya barabara kubwa ambayo inaunganisha mikoa hii miwili ikiwa Kilimanjaro pamoja na Arusha, lakini pia nchi zetu hizi ikiwa Tanzania pamoja na Kenya. Kwa kule Longido, daraja linalojengwa ni refu la mita zaidi ya 40. Tuna moyo wa shukrani zetu kwa rais wetu kwa kulizia kutusaidia kupata bilioni 11 kwa ajili ya ujenzi wa haya madaraja matatu katika maeneo matatu tofauti tofauti, lakini pia ufungaji wa taa pamoja na uboreshaji wa barabara zinazopita kwenye haya madaraja ili kuhakikisha kwamba Arusha inaendelea kuwa salama katika kipindi chote cha mvua pamoja na kiangazi. Shukrani zetu za pili kwa wizara, Waziri Bashungwa pamoja na waziri wetu wa ujenzi wa sasa ndugu yetu Ulega, wamesimama imara kuhakikisha kwamba miradi yetu hii inakamilika. Lakini pia katibu wetu mkuu pamoja na mtendaji wetu mkuu, tunawashukuru kwa sababu ni watu ambao kila tunapowaambia katika kukamilisha ahadi ya Daktari Samia Suluhu Hassan wanakuwa wa kwanza kuitikia na kutekeleza kile ambacho Mheshimiwa Rais alikiahidi. Na fedha hizi kwa sababu ni serikali zitafuta kupitia Benki ya Dunia, tuna uhakika kwamba hakuna mradi utakaochelewa. Mradi huu unatakiwa Julai. Mradi ambao utachukua muda mpaka 2026 ni ule mradi wa Longido kule Tanganyeti. Na ule kwa mujibu wa wataalamu ilibidi tusitishe kipindi cha mvua, wasikate barabara ili kulazimika wananchi tena kupata adha nyingine. Kwa tumepita kuangalia tu, na kwa spidi hii na kwa mujibu wa mtaalamu wetu wa meneja wetu wa TANROADS mkoa, tunahakika kwamba barabara yetu ya Arusha Kilimanjaro haitafungwa kwa sababu ya mvua, bali wananchi watafanya kazi masaa yote na shughuli za kiuchumi zitaendelea. Rai yetu tu sisi kwa watumiaji wa barabara, wakiwepo na watu wanaosafisha mizigo, ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kufuata taratibu, kanuni na sheria za barabarani ili barabara yetu iendelee kutuhudumiwa kwa muda mrefu. Na kwa kuwa barabara hii inabeba malori mengi, basi wanapoendesha wajue pia tunao watalii wengi wanaoingia kwenye barabara yetu kupitia uwanja wetu wa Kilimanjaro Airport. Tuitumie barabara wote kwa pamoja bila mmoja kumbugzi mwenzake. Shukrani zangu zote ziende kwa viongozi wetu tukiongozwa na Daktari Samia kwa kutuokoa kwanza kwenye vifo juu ya hili daraja, na mimi ni msitu mkandarasi ya kwamba kile ambacho alisaini kwenye mkataba akimbizana nacho ili tarehe husika zitakapofika basi barabara yetu iweze kupitika. Ombi langu kwa wananchi, tuendelee kumunga mkono rais wetu. Tuweke juhudi za kutafuta pesa, sio maneno.